Shalom mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo aliyenipa neema tena ya kurejea. Leo tukaangalie fundisho la Balaamu katika kanisa la leo. Tukaangalie fundisho la Balaamu katika kanisa la leo. Mwana wa Mungu, Mungu akubariki sana, na unatakiwa kuepuka fundisho la Balaamu katika kanisa la leo. Na nataka nikwambie nini? Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ni ya 10 na mstari wake ni wa 11. Maandiko yanatuambia, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 11, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na misho ya zamani. Yote ambayo yaliandikwa kwa ajili yetu sisi. Balaamu mwana wa Beori alikuwa ni nabii huko Midiani. Tunafahamu wale tunaosoma maandiko, alikuwa ni nabii huko Midiani ambaye Mungu alikuwa akisema naye kabisa. Na tena tunajua kwamba alitabiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa jinsi atakavyokuja kwa hukumu watu wote walio hasi. Na haya yote tunayaona katika kitabu cha Hesabu. Acha nikuonyeshe kidogo. Kitabu cha Hesabu sura yake ni ya Hesabu. Hesabu 24 17 yes. 17 inasema yes, Hesabu 24:17, namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa Gasia. Angalia hapo. Leo nataka nikwambie kwamba kanisa la leo lina kila sababu ya kuepuka mafundisho ya Balaamu, kwa sababu Balaamu ni nabii aliyekuwapo zamani, lakini huyo nabii Biblia inamuita ni nabii wa uongo, lakini pia inamuita ni mchawi, lakini pia inamuita ni mkaidi. Sasa kwa nini Bwana Yesu alituonya kwamba tunaona kwamba kibaya zaidi ni kwamba japokuwa litabiri huyo, kibaya zaidi ni kwamba Biblia inasema alikuwa ni nabii wa uongo, lakini pia alikuwa ni mchawi. Ndio maana hata Bwana Yesu aliyachukia mafundisho yake. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ni ya 2 na mstari wake ni wa 18. Angalia, Bwana Yesu aliyachukia mafundisho ya huyo Balaamu, ambao sasa haya yaliandikwa zamani. Lengo letu kutufikia sisi tujue kwamba yale mafundisho ya Balaamu hata kwenye kanisa la leo yapo na yanaendelea. Bwana Yesu anasemaje? Ufunuo wa Yohana sura ya 2 na mstari wa ngapi? Na mstari wake ni wa 14. Biblia inasema, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Baraki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Angalia hapo, aliyetia ukwazo mbele ya wana wa Israeli, akawafanya watu wale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, lakini akawafanya watu wazini. Hiyo ndo kazi aliyoifanya Balaamu. Sasa Yesu aliyechukia mafundisho yake. Nisikilize ndugu yangu, unaweza vuta picha kama ninavyovuta na kufikiri. Unaweza vuta picha. Inakuwaje mtu anamtabiri hadi Yesu Kristo? Inakuwaje mtu anamtabiri? Hebu vuta picha, anamtabiri hadi Yesu Kristo, tena hata kabla hajazaliwa. Na Mungu anazungumza naye. Alafu vuta picha, awe ni nabii wa uongo na mchawi. Vuta picha. Lakini nataka nikwambie usishangae hayo.
Inawezekana kabisa, na ndivyo ilivyo hata ndani ya makanisa ya leo ya Kipentekoste, ya Kiprotestanti na makanisa ya kawaida. Ndivyo ilivyo hata leo. Watu wananena neno la Mungu tena kwa ufasaha, tena kwa undani zaidi, tena mpaka unasema jamani, huyu mtu anajua Biblia vizuri kabisa. Na wanatabiri mambo yanatokea, wanatabiri mambo yanakuwa vile vile kama walivyotabiri. Isikushangaze ukafikiri hao ni watumishi wa kweli wa Mungu. Hata Balaki alijua ni mtumishi wa kweli wa Mungu, kwa sababu alitabiri vizuri, alitabiri mpaka ujio wa Kristo, na kila alifanyalo, tena walikuwa wanajua kila ulifanyalo linatukia, yanakuwa. Utakemlaana analaniwa, utakembariki anabarikiwa. Watu walimjua hivyo. Kama unavyoona watumishi leo, wako wachungaji, wako manabii, wako mitume, wako walimu, wako wainjilisti, wanafanya mambo makubwa sana, lakini ndani yao wana roho ya Balaam, wana mafundisho ya Balaam, ambao leo ninakwambia kimbia mafundisho ya Balaam. Ndo hapo ambapo Yesu anasema katika mstari wa 14 Ufunuo wa Yohana 2, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaam. Huwezi ukashika mafundisho ya Balaam bila kufundishwa na Balaam. Manake Balaam anafundisha na watu wanashika mafundisho yake. Yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba anawafundisha watu watie ukwazo katika njia hii, wasitembee katika njia hii. Okay, tupige hatua sasa. Huyo nabii ambao ni Balaam alikuwa ni wa uongo, nabii wa uongo, lakini alikuwa nabii mchawi, lakini alikuwa nabii mkaidi. Hataki kulishika neno la Mungu kama lilivyo, kwa kutaka au kulazimisha mapato ya aibu. Katika Hesabu 22 mstari wa 18 utaangalia hayo. Hesabu 22 mstari wa 18 tunaona kwa tamaa zake alimsisitiza Mungu ili aende na wajumbe wa mfalme kuliko kutii neno la Mungu, na Mungu alimruhusu, lakini hasira yake iliwaka, kama unavyosoma katika Hesabu 22 kuanzia mstari wa 20 mpaka wa 20 ngapi? Mpaka wa 22. Mungu ilibidi amtume malaika wake akamwadhibu yule Balaam pasipopunda kuona na kumsemesha Balaam. Cheki jamaa alivyokuwa amejitia wazimu. Punda, pamoja na kwamba anasema hivi, umenipanda miaka mingapi? Nisha hivi kutendea, anasema nitaka nikuue. Yaani bado anaendelea kukazana. Ndio ujue kwamba ujira, fedha, mapato ya aibu yanawafanya watu waweuke. Yaani wamwambia jamaa hili ni dhambi, kwambia mna, sio dhambi. Kwa nini? Plus mkate, naona mafungu ya 10, naona sadaka pale. Nikiwaambia ukweli watakimbia, wataniacha peke yangu. Ninasomesha watoto shule za gharama, napeleka watoto shule kubwa. Sasa hawa nikiwaambia hii ni dhambi, watakimbia. Balaam anasema hapana, punda, twende tu. Kitabu cha Hesabu sura yake ni ya 22. Haleluya. Hesabu sura yake 22 mstari wake ni wa 18. Angalia. Balaam akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu kulipunguza wala kuliongeza. Basi sasa nawasihi, kaeni hapa tena usiku huu, nipate kujua Bwana atakaloniambia zaidi. Mungu akamjia Balaam usiku akamwambia, kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita, enenda pamoja nao, lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalolitenda. Basi Balaam akaondoka asubuhi, akatandika punda wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. Hasira ya Mungu ikawaka, kwa sababu alikwenda malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpinga. Basi alikuwa amepanda punda wake, na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamuona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake, amekwisha kufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaam akampiga punda ili kumrejeza njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande huu wa kitalu na upande huu. Yule punda akamuona malaika wa Bwana akajisonga ukutani,
akamseta Balaamu mguu wake, basi akampiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele. Hebu taangalia hicho kisa. Pamoja na kwamba punda na pambana amuokoe Balaamu, lakini Balaamu kwa sababu ameangalia mkate plus ameitwa na mkuu wa nchi plus kwenda ikulu kunywa chai, kunywa juisi ya ikulu. Sete mchezo wewe. Sete mchezo. Okay, tusiguse ulaji wa utu. Twende hapa. Kwa huruma za Mungu tunaona Mungu anafanya nini? Anamnusuru nani? Balaamu. Lakini hadi mfalme alifuata mafundisho yake nani? Ya Balaamu ya uongo. Na ndivyo ilivyo nyakati hizi za mwisho. Tunao kina Balaamu wengi sana. Wana makanisa makubwa, wana washirika wengi, wengine washirika wachache, lakini wote ni wakina Balaamu. Wengi tunao wengi. Japo watumishi wa kweli wapo, lakini wako watumishi ambao wamefuata mafundisho ya Balaamu. Sasa tunaona wengi ni wachawi, watumishi wa uongo, wakaidi, na wana makanisa makubwa. Wengine wanaitwa manabii, wanaitwa mitume, wanaitwa walimu, wanaitwa wainjilisti. Mungu hachagui kugawa karama. Anaachilia karama hata kwa wakaidi. Anaachilia karama hata kwa wakaidi. Angalia Zaburi ya ngapi? Zaburi ya 68. Zaburi ya 68 na mstari wa 18. Wewe umepaa juu, umeteka mateka, umewapa vipawa katikati ya wanadamu. Naam, hata wakaidi Bwana Mungu akae nao. Hata wakaidi wamepewa vipawa. Sasa watu kutokana na tamaa za mali, tamaa za fedha, tamaa za anasa za dunia, wanashindwa kusimama katika kweli ya Mungu, na Mungu anawaacha katika tamaa zao. Wanashindwa kusimamia kweli. Wanaogopa, nikimwambia mama fulani acha wigi ni dhambi, atakimbia kanisa, na huyu mama ni mtoaji wa sadaka. Nikimwambia babu unavaa vizuri, acha kuvaa milegeze, atakimbia kanisa, na huyu baba ndo analijenga kanisa. Nikimwambia mama acha kuvaa vimini, atakimbia kanisa, na huyu mama ndo mfanyakazi wa serikali, kila mwisho wa mwezi anatoa hela nzuri. Nikimwambia mama acha kujipodoa na kubadilisha sura na rangi, ataacha kanisa, na watoto wangu wanasoma English media, wanasoma kule mission, watarudishwa ada, nitapeleka shule za St. Kamba, itakuwa ni aibu. Kwa hiyo kupenda fedha, mali na anasa za kidunia, wamefuata mafundisho ya Balaamu ya ujira wa udhalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapewa sifa. Haleluya. So watu hawa wanawahadaa watu wa Mungu, lakini pia si tu kuwahadaa tu, wanawadanganya watu wa Mungu. Wanawadanganya kivipi? Moja, mafundisho yao ya uongo, lakini pia kwa njia zao zisizompendeza Mungu. Kwa ukaidi wao wanaonywa na Mungu, lakini hawataki kusikiliza. Na hata ukiwaendea eti nyinyi wewe nabii wa uongo, hawatakuelewa, watakukatalia. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So wameacha kweli ya Mungu kwa kufuata njia ya Balaamu, kama anavyosema Petro katika Petro wa pili sura ya ngapi? Sura ya pili mstari wa 15. Angalia anachokisema. Petro wa pili sura ya pili mstari wa 15. Huyu anasema mstari wa 15. Anasema wakiacha njia iliyonyooka, wakapotea wakifuata njia ya Balaamu mwana wa Beori, aliyependa ujira wa udhalimu. Wakiacha njia iliyonyooka, wanaacha njia ya utakatifu kwa sababu ya kutaka ujira, kutaka fedha, kipande cha mkate, wanunue magari V8, wanunue magari mazuri, waendeshe vizuri, wale vizuri. Hawataki kusema kweli, hawataki kulipa gharama. Ukweli unalipa gharama. Wachungaji walionyoka wanalipa gharama. Usifikiri mchezo. Wanalipa gharama. Ukiona mpaka mtu anakufadhili, anatoa sadaka yake, ujue ameitwa na Mungu. Mpaka mtu asema mtumishi wa Mungu, nina sadaka yangu ikusaidia hapo nyumbani, au endeleza katika huduma, ujue huyo ni mtu wa Mungu, ameitwa. Si mchezo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. So kupenda ujira wa udhalimu ndio kunafanya watu waache kufundisha njia ya kweli. Hawataki kusema kweli, maana kundi la watu litapungua. Hawataki kusema kweli, watu wataacha kutoa zaka na sadaka. Wanapinga maandiko. Ndio hao ambao unakuta wanapinga ubatizo wa maji mengi,
wanapinga ubatizo kwa jina la Yesu. Utashangaa pia wanapinga utakatifu wa ndani na nje. Watakwambia hamna, Mungu anaangalia roho, Mungu angalii mwili. Wanaacha mwili unaenda wanavyotaka. Utafikiri wanazinigi kwa roho tu, kumbe wanazini kwa mwili afu wanahukumiwa kwa roho. Wanapiga kwa mwili afu wanahukumiwa kwa roho, lakini hawaviangalii hivi. Mungu angalii mwili. Kapige mtu kwenye mwili uone. Unapopiga unapiga katika roho ile. Si unapiga katika mwili. Unapozini unazini katika roho ile. Si unazini katika huo mwili wako. Sasa Mungu angalii mwili, kwa hiyo uache uendelee unavyotaka. Au unayofanya sigara unavovuta, unavuta roho hizo sigara. Na kuuliza wewe, unayefuata mafundisho ya Balaam, hizo sigara unavuta katika roho? Huo uzinzi unazini katika roho. Pombe unakunywa katika roho. Hiyo pombe roho inakunywaga pombe. Roho yake inakunywaga pombe wewe. Tuachane nayo. Okay, tuendelee. Ndio ujue. Mungu angalii mwili, anaangalia roho. Toka bwana. Acha kudanganya watu. Achana mafundisho ya Balaam. Mungu anaangalia mwili na roho. Sasa hawawezi kusema ukweli. Hawawezi. Na nikwambie ndugu yangu, huwezi kujua kama watu wao wameonywa na Mungu. Wanaonywa mara nyingi, dhamiri zao zinawahukumu. Biblia inasema nyakati za mwisho watu watajitenga na imani, wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao. Yaani ndani ya moyo wana maumivu, wanawaka moto. Wengine wameziwa dhamiri, wameacha kuugua huku, kwa sababu kila wakati uko wanahukumiwa. Sasa hizi wamepoteza, wanasema sio dhambi. Cha msingi hapa anasema sio dhambi wewe. Ndio maana Yuda akasema, angalia. Yuda anasemaje? Yuda 1:11. Ole wao kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini na kulifuata kosa la Balaam pasipo kujizuia kwa ajili ya ujira, nao wameangamia katika maasi ya Kora kwa ajili ya ujira. Balaam aliangalia ujira, nabii wa uongo huyu, mchawi, mkaidi, aliangalia ujira, fedha, mali. Wao watakwambia kusuka nywele sio dhambi, alimadamu nywele zako. Kuweka wigi sio dhambi. Achana na ubira wanaokuambia usiweke wigi. Hataki upendeze. Weka maeleni mama. Yani weka, pendeza. Watakwambia kufanya 40 sio dhambi. 40 wala sio dhambi, si unamkumbuka aliyekufa. Kuishi na mwanamke au na mwanaume bila kuoana sio dhambi. Sio kosa, ni kawaida tu. Watakwambia kuzini au uasherati ni mapungufu ya kibinadamu. Unajua sote tuna nyama. Yaani sote ni binadamu, hata mchungaji mwenyewe hawezi kuvumilia. Watakwambia hayo. Kwa watakuweka katika kila aina ya mtego wa kuishi katika vifungo vya dhambi au kuishi katika dhambi. Watakufariji tu katika dhambi kwamba sisi sote ni wakosaji, hakuna mkamilifu bwana. Huwezi ukashinda dhambi. Hii dunia bwana, hii dunia sisi ni mwili, ni wanyama. Ole wangu maskini. Nani atakeni shindia mwili huu wa nyama, mwili wa mauti, mwili wa dhambi. Kwa watakufariji. Lengo na mazumuni lile la Balaam, kuwazuia wana wa Israeli wasipite katika nchi ya Moabu kwenda Kanani. Lengo la shetani ni kukuzuia wewe usipite katika njia nyembamba kwenda kwa Baba. Ndo lengo lake. Na huu ndo uchawi mkubwa ambao shetani na waloga watu wengi kuliko hata uchawi wa mandungulu, uchawi wa kutumia ilizi na mafundo na nini. Huu uchawi ambao umekuja kwa promotion ya manabii, promotion ya wachungaji lakini mabara, promotion ya wainjilisti lakini mabara, promotion ya wachungaji lakini mabara, manabii, mitume lakini mabara. Wanasikiliza mafundisho ya bara, wanafuata mafundisho ya bara ya ujira, ya kudanganya, ya kuadaa watu. Lengo wapate nini? Wapate fedha. Mwana wa Mungu, kimbia mafundisho ya bara. Wakimbia watu. Unawakimbiaje? Hautawajua kwa kuwatazama. Tunawajua kwa kulisoma neno na kumsihi Roho Mtakatifu atuongoze ili tujue mahali sahihi pa kusali na mchungaji sahihi wa kutuchunga na mtu atakayetulisha neno la Mungu la kweli, sio kwa kufuata miujiza, sio kwa kufuata vichupa vya mafuta, sio kwa kufuata leso za upako, sio kwa kufuata stika au kwa kufuata watu wengi. Kuna watu mnafuata watu wengi. Watu ndo huyu mchungaji na watu wengi ndo wakunichunga, ndo baba yangu wa kiroho. Acha kufuata hivyo wewe. Utapotea. Utanyaukia kwenye mzabibu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nitakujia tena wakati mwingine. Namshukuru Mungu kunirejesha tena na kuendelea masomo haya. Endelea kufuatilia channel hii ya Uamsho wa Kanisa TV. Na Mungu wa mbinguni awe pamoja nawe. Amen.